Kwa majina naitwa Norbert Joseph Chenga. Kutokana na historia yako ya sanaa, ulifanya sanaa kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana katika kuipambania sanaa. Tunaomba tuambie kidogo, uliwezaje? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba katika kipindi hicho cha mwaka 1980 ndio kipindi ambacho nilikuwa nimeacha ualimu nikaingia kuwa afisa utamaduni ngazi ya wizara. Wizara iliamua kutuambia maafisa utamaduni daraja la kwanza tungekuwa na demonstration group, nini hasa tunakusudia kuifanyia Tanzania juu ya mambo ya utamaduni. Mimi nilichagua sanaa za maonyesho, na mwaka 1980 nikiwa mtumishi wa serikali nikaanzisha kikundi hicho nikiwa na dhamira mbalimbali katika kukuza, kuendeleza na kufufua utamaduni wa Mtanzania ambao nilikuwa nauona unazidi kudidimia. Kwa ufupi, tupe maelezo ya kuanzishwa kwa kikundi cha Muungano, lakini pia washiriki ndani yake walikuwa ni kina nani? Asante sana. Ni kwamba baada ya kuona kwamba upo umuhimu wa kuinyenyua sanaa kama nilivyosema awali, kuifufua, kuikuza na kuiendeleza, niliamua kuanzisha kikundi cha Muungano Cultural Troupe katika ile tarehe ya 21 mwezi wa 8 1980. Na katika mwanzo ule nilianza na wasanii mbalimbali kutoka mitaani, nikawakusanya Tanzania nzima, kuanzia Tanzania bara hadi visiwani, na ndiyo maana ikaitwa Muungano Cultural Troupe. Maana yake ni unification ya wasanii mbalimbali wenye vipaji na wenye uwezo, bila kuzingatia elimu yao, lakini nilizingatia zaidi vipaji vyao, uwezo wao katika shughuli za utamaduni, hususan ngoma za asili, maigizo, sarakasi, music ya taarabu na mazingaombwe. Ilikuchukua muda gani kuwashawishi wasanii kutoka bara lakini pia mpaka visiwani kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kuifanya sanaa? Na ilinichukua muda mfupi kwa sababu watu waliliona ni wazo jipya na kila mmoja alipenda aanze na mimi katika wazo lile jipya, na kweli nikawaambia kwamba tunataka tuanzishe hiyo, lakini sio kwa ajili ya burudani peke yake, lakini tujitengenezee misingi ya uchumi. Maana yake tutaanza na viingilio. Kila mmoja alitabasamu katika tabasamu la dharau, kuonyesha kwamba haiwezekani sisi tufunge milango, tucheze ndani, tucheze ngoma, tuimbe taarabu, alafu watu waingie kwa kiingilio ambapo wanaweza wakaenda mitaani wakaona bila kiingilio. Lakini niliwaambia wasanii, mjipe moyo, hili litawezekana. Wahusika wa kikundi walikuwa ni kina nani? Wahusika wa kikundi wale wa mwanzo walikuwa ni wengi, lakini katika kuwakumbuka katika uchache ni kwamba katika upande wa ngoma za asili nilikuwa naye wanaume wapigaji, Bwana Mwangaza Akili, Bwana Muhammad Tungande, Bwana Ahmed na Ncheketa na Bwana Kuilombe. Na kwa upande wa wanawake wachezaji au wasichana tulikuwa nao na akina Asha Muhammad, tulikuwa nao wasanii wengine kutoka Zanzibar, akina Bi Fatuma, Bi Shamira, hawa kutoka Zanzibar kwa upande wa sanaa za maonyesho, maana kwa sanaa za utamaduni wa ngoma, maana kule kulikuwepo na ngoma inayoitwa na Kiaso, ngoma nyingine ilikuwa inaitwa Msewe, na nyingine ikaitwa hii ngoma ya kutamba hii ya kule Pemba, nitaikumbuka baadaye. Basi tuliwakusanya hao watu takriban, kwa kweli walikuwa kama 51 wa fani mbalimbali. Mwaka ule tukaanza tukafanya kama miezi miwili, baadaye tukapata nafasi ya kufanya maonesho yetu katika hoteli maarufu Kilimanjaro hoteli siku ya Alhamisi, na tukapata nafasi nyingine katika kijiji cha Makumbusho kuonyesha ngoma zetu siku ya kila Jumatano. Kwa hiyo
ndivyo tulianza hivyo, mwendo huo kawa mdogo mdogo hivyo kwa uhakika. Kitu ambacho kimenivutia hasa kwako mimi na baadhi ya watazamaji ambao tunakufuatilia ni kuwatoa manguli ambao wamefanya vizuri sana katika tasnia ya sanaa. Wasanii kama Khadija Kopa, Majuto, Mzee Small. Tupe historia yao kwa ufupi, walipokuwa ndani ya kikundi, ushirikiano wao, lakini mpaka ilipowapelekea umaarufu, na utupe utofauti wa wao na wale ambao hawakuwa na nafasi za kujulikana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba tuliendelea hivyo takriban mpaka miaka ya 90 tukiwa tu tunachukua huyu, lakini baadaye tukaona upo muhimu wa kukuza hizo fani zetu mbalimbali. Tulianza kwenye music ya taarabu, tukaona upo muhimu wa kuwatafuta wasichana na wanaume ambao wanaweza wakanyanyua kikundi chetu. Mmoja katika wale ni yupo Bi Khadija Omar Kopa pamoja na Bwana Othman Sud, ambao hawa ni wenyeji wa Unguja. Hawa ndio walikuwa miongoni mwa watu ambao walikuja kwa upande wa music ya taarabu. Na kwa upande wa music ya taarabu tukaona kuita tu Khadija Kopa hii haituletei, ngoja tumtafutie cheo kikubwa ambacho pia katika kumkuza na basi na watazamaji watamkuza. Tukamuita Malkia wa Taarabu Tanzania, Bi Khadija Omar Kopa. Kwa hiyo tukapiga matangazo katika radio Tanzania na vyombo vingine kwa wakati ule ambavyo vilikuwepo, na kweli watu wakawa wanavutika sana kutaka kumuona. Pia tukasema kwa upande wa vichekesho, basi tukawatafuta vijana takriban kama watatu. Tukamtafuta bwana Saidi Ngamba ambaye tukamuita Small kwa sababu ya ufupi wake. Tumuita huyu Small wa Ngamba, huyu Ngamba ni ukoo wake. Tukamtafuta mwingine ni Amri Majuto, tukasema na yeye pia ni mtu wa kigugumizi, tulikuwa tunamhitaji katika uigizaji wetu. Tukamtafuta na msanii mwingine anaitwa Abdalla Minyugu, huyu ni mdengereko, Kiswahili chake kilikuwa cha kubomoka. Kwa hiyo tukawa tunakipenda sana kwa ajili ya kutoa vichekesho, na ndivyo vikawa vimezaa watu mbalimbali waliokuja kutuangalia kwa upande wa taarabu, kwa upande wa maigizo, kwa upande wa comedies, hizo vichekesho, ndio watu wakapatia pale ujuzi. Basi tupate sekunde kadhaa za ukimya kwa ajili ya wale manguli ambao wametangulia mbele za haki. Amina. Kitu ambacho natamani kujua zaidi ni kuhusu historia ya hao watu ambao mlikuwa nao kwenye vikundi, lakini baadaye wakajichukulia umahiri mkubwa sana, kama Khadija Kopa, lakini pia marehemu Mzee Majuto na Mzee Small. Ushirikiano wao katika kikundi, tabia zao, jinsi walivyoshiriki ulikuwa vipi ukilinganisha na wale ambao walifanya sanaa? Maana naamini kwamba kwenye kikundi sio wote ambao walipata nafasi kwenye jamii. Unawatofautisha vipi wale ambao wana majina na wasio na majina, tabia zao kipindi cha nyuma? Tabia zao hawa wenye majina kwa kweli, ukweli ni nzuri, walikuwa wanajituma sana. Pamoja na kuwapa majina, lakini walijitambua. Baada ya kujitambua walijituma sana, kwa hiyo kiasi kwamba walijiwezesha na wenyewe pia kujikuza kwa sababu ya kujitambua. Maana mtu mwingine unaweza ukamkuza kama ofisi, lakini asijitambue thamani yake. Khadija Kopa alitambua thamani yake, akatetea vizuri na anaendelea kutetea vizuri jina la Malkia wa Mipasho Tanzania, kwa sababu mtu unatakiwa usimame imara kuanzia sauti, mavazi, tabia mitaani na sehemu zingine. Hili wameweza kumudu. Na hawa wengine pia waigizaji wote wawili, Small wa Ngamba, Majuto, wote wametangulia mbele ya haki, lakini walikuwa ni watu ambao wanajiheshimu wenyewe, watu ambao walikuwa si wavivu katika kufika katika shughuli za sanaa na kufanya mazoezi. Kwa hiyo kwa kitendo kile walijijenga
na waliijenga sanaa katika fani za maigizo na katika fani za vichekesho. Kipindi chote hicho cha harakati ya sanaa, mlikuwa mkijipatia kipato au ndio ile kujitolea kila mtu aonekane? Hapana, kama nilivyosema awali, ndugu mtangazaji, lengo kubwa lilikuwa ni kunyenyua shughuli za sanaa za maonesho katika hizo fani nilizoziainisha. Tulikuwa tumeanza na viingilio, kidogo kidogo tulipanda, na tulipofika katika miaka ya 90 tayari tulikuwa na kipato cha kutosha kiasi kwamba tunaweza kupangiana mishahara kadiri ya uwezo wako, na kujipandisha ni kadiri wewe msanii unavyojipandisha na mshahara unapanda hivyo hivyo. Hatukuwa tunapandisha kwa sura wala majina, ni kadiri unavyojituma. Kwa hiyo tulikuwa tumewapandisha, na watu tayari walikuwa na mishahara, tayari watu walikuwa wamepanga nyumba, tayari watu walikuwa wanategemewa na familia zao. Sisi kutoka mwanzo tulipoanzisha kiingilio tulisema nia yetu kulipana mishahara. Ndani ya miaka 5 tukaanza, ndani ya miaka 10 tukaimarika kabisa. Tayari tulikuwa na akaunti katika benki na nini, na tulikuwa na utaratibu wa jinsi ya kuhifadhi hela. Tarehe 15 anayehitaji anapewa, mwisho wa mwezi wote wanapewa. Kwa hiyo ikawa ni ajira ya kutosha. Kwa hiyo kwa kitendo kile tukasababisha Tanzania nzima, kama sio Dar es Salaam peke yake, palikuwa na vikundi 25 walivyo. Baada ya kuona tunafanikiwa, pakawepo DDC Kibisa, Super Fanaka, Ujamaa Ngoma Troupe, Mandela na wengine, wakaanzisha vikundi wakiiga mfano ule na wakifanya mambo yao kwa kufuata utaratibu wa Muungano Cultural Troupe. Kwenye baadhi ya interview ambazo umekwisha fanya hapo nyuma, umemzungumzia vyema sana Bi Khadija, lakini pia na familia yake, yeye mzee Othman, lakini pia na mtoto wao. Uhusiano wenu upo vipi nje na kazi ya sanaa? Uhusiano ni baba tu na mtoto. Kwa sababu nilimpokea bado akiwa mwanamke mwenye mtoto mmoja, Omar. Kwa hiyo tayari alishakuwa mkubwa, lakini uhusiano mwingine haukuwepo zaidi ya hapo. Lakini tunashukuru tu kwamba wote wawili, Omari na mtoto wa mwisho wake, maana watoto watatu wa Bi Khadija, Omari, alafu anafuata Muhammad, anafuata Zuchu. Zuchu huyu ndio hasa amezaliwa katika mikono yetu kiukamilifu, kwa sababu sisi wenyewe ndio tumemshughulikia mpaka anazaliwa, anafika duniani. Na nashukuru familia hiyo nimeweza kuwa nayo mimi kama Norbert Joseph Chenga mimi nyumbani kwangu. Sikuruhusu wapange, kwa sababu sikuwa na hofu ya kuibiwa na vikundi vingine, kwa sababu ujeuri wote ulikuwa bado hatuna, lakini nilitaka wawe na maisha ambayo ya kuingia zaidi katika kazi kuliko kufikiria habari ya kupanga. Ndio maana kwa takriban miaka 7 wamekuwa nyumbani, na mimi nashukuru nikapata mjukuu anayeitwa Zuchu. Mpaka sasa ni mwimbaji nzuri tu, na hii nadhani ingelikuwa ni si sahihi kama pasingelikuwepo, asingeweza kuimba, kwa sababu amezaliwa, baba yake, mama yake wote ni waimbaji.